Ama maisha ya mwisho wa mwaka, ama naweza nikasema maisha ya Disemba, ni maisha ambayo ni tofauti kabisa na maisha ya miezi mingine ama ya maisha ya majira mengine, kwa sababu majira mengine ya mwaka hayawezi yakafanana na majira ya Disemba. Tunaelewa kabisa Disemba ni mahali pa kiroho ambapo pazia linafungwa kwa ajili ya kuingia kwenye msimu mwingine, na kama ni hivyo unatakiwa uelewe pia ya kwamba mfumo wa maisha yako ya mwezi wa 12 unatakiwa uwe tofauti kabisa na mfumo wa maisha yako kwa miezi mingine. Kwa hiyo kuna mbinu naweza nikasema ya maisha unayotakiwa kuyaishi kwa mwezi wa 12 ambayo haifanani kabisa na maisha ulioishi Januari, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, katikati ya mwaka na hata kuja mwishoni kabisa. Mwezi wa 12 una upekee wake kwenye ulimwengu wa roho. Mwezi wa 12 umebeba kitu kizito na kitu kikubwa kwenye ulimwengu wa roho. Watu wanaofanikiwa na watu wasiofanikiwa kwenye mwaka huwa wanaanza kufeli kwenye maisha ambayo wanayaishi mwezi wa 12. Naomba nirudie. Kundi la watu ambalo huwa linafanikiwa na kundi la watu ambalo halifanikiwi kwenye mwaka huwa linategemea na maisha walioyaishi mwisho wa mwaka ama mwezi wa 12, kwa sababu mwisho wa mwaka ndo unatengeneza mwanzo wa mwaka. Kama kesho yako inatengenezwa na leo, manake unatakiwa uelewe Disemba hii ndo inatengeneza mwaka mpya ambao unajiandaa kuupokea. Na kama unatengeneza mwaka mwingine ama msimu mwingine, manake kuna aina ya maisha ambayo unatakiwa kuyaishi, na hayo maisha ambayo unatakiwa kuyaishi ndo yatadetermine ama yataonyesha ni kwa kiwango gani utafanikiwa kwa mwaka mwingine ama ni kwa kiwango gani utafeli na hautafanikiwa kwa mwaka mwingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Nataka nikuonyeshe mbinu za maisha unayotakiwa kuyaishi ndani ya huu mwezi. Kila mwezi una mbinu zake, na Roho Bwana akinisaidia nitakavyozidi kuendelea na wewe katika kukufundisha, nitakuonyesha vitu vingi. Nitakuonyesha namna unavyotakiwa kuishi kwa mwezi wa kwanza, namna unavyotakiwa kuishi kwa mwezi wa pili, kwa sababu kama kila siku Mungu ameweka fungu lake kwa ajili yako, kama kila siku Mungu ameweka uaminifu wake, sawa na kitabu cha Maombolezo kinatuambia hivyo, ameweka uaminifu wake kwa ajili yako, manake unatakiwa ujue namna ya kulitumia fungu la Mungu aliloweka kwa ajili yako ndani ya siku husika, kwa sababu kesho yake hautaweza kutumia kiporo cha fungu lako ambalo umeshindwa kulitumia leo. Sasa kwa bahati mbaya sana huenda fungu lako likawa ni 100%, lakini kwa sababu haujui mbinu za kuishi maisha yako ndani ya huo msimu, unajikuta unatumia 50%. Na zile 50% zinazobaki sio kwamba zinaenda kuiandaa kesho yako kwa ajili ya kupokea fungu lingine la 100% alafu unaongeza na hizi 50. No, zile zinazobaki huwa zinapotea na zinaharibika. Unajikuta kesho unapewa tena kingine. Kwa unashindwa kuishi kwa kiwango chote cha kutosheleza maisha yako kwa sababu umekosa kuelewa mbinu za maisha unayotakiwa kuyaishi kwenye huo msimu. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Ni vitu ambavyo unatakiwa kuvielewa. Watu wote wanaofanikiwa, pata muda nenda kawaulize. Watu wote wanaofanikiwa huwa wanajua kutumia majira kwa wakati sahihi. Wanajua kucheza vizuri na msimu ambao Mungu anawapa. Na majira pamoja na msimu yametengenezwa ndani ya mzunguko wa maisha ya mwanadamu, kwa sababu mzunguko wa maisha ya mwanadamu unatengenezwa na matukio, na yale matukio ndo yanayoleta matokeo kwenye maisha yako. Kwa hiyo matokeo yanatokana na matukio ambayo yapo kwenye mzunguko wa kila siku wa namna unavyoishi, kwa sababu vile unavyoishi ndo unatengeneza matukio yanayotengeneza matokeo kwenye maisha yako. Na uhakika sikuchanganya. Roho wa Mungu anisaidie nizungumze na wewe kiwepesi kabisa, kwa sababu kuna vitu unatakiwa lazima uvielewe. Kuna vitu lazima uvielewe. Hii Disemba watu wengi sana wanaichukulia kawaida. Watu wengi sana wanaichukulia poa, wanadhani ni kama miezi mingine. Na ndo maana jaribu kukubaliana tu na mimi ya kwamba usipokaa vizuri kwenye mwezi wa 12, mwezi wa kwanza lazima utalalamika. Kuna kitu hakipo sawa, lazima utalalamika. Kuna kitu hakijaenda sawa, lazima utalalamika. Kwa nini idadi kubwa sana ya watu huwa wanalalamika Januari? Kwa nini wanakuwa na malalamiko kwenye mwezi wa kwanza? Mwaka tu ndo kwanza unaanza, lakini wanalalamika hali ngumu kiuchumi, wanalalamika sui hawana kodi, wanalalamika sui hawana ada, wanalalamika hawana hiki, hawana hiki. Kwa nini malalamiko huwa yanatangulia? Kwa sababu adui amesimama kwenye lango, adui amewahi kukamata lango, na mara nyingi sana adui wanakamata lango la uchumi. Unajikuta unashindwa kuelewa kwa habari ya matumizi sahihi
kwenye uchumi wako, na ndio maana malalamiko yanakuja Januari ili kuharibu mwaka mzima. Ile tu umetokea kulalamika kwenye Januari yako, nataka nikueleze ya kwamba miezi mingine inayofuata haitakuwa na usalama. Utaendelea kuwa ni mtu wa mahangaiko kwa sababu umeshindwa kuanza vizuri. Umeshindwa kuanza vizuri, na adui amekuwa akiweka malalamiko kwenye midomo ya watu wengi kwa sababu anataka aharibu mwaka wako mzima. Anataka aupoteze mwaka wako mzima. Kwa anachokifanya, anahakikisha anaweka lawama ambazo Mungu hazipendi. Anaziweka lawama mwanzoni kabisa. Ndio maana wengi wanakata tamaa Januari. Mimi nakueleza ukweli. Nakueleza tu ukweli. Kuna mtu anauangalia upepo wa Januari anakata tamaa. Unashindwa kuelewa ya kwamba hayo mambo ambayo unayatazama Januari ulitakiwa kuyatazama Disemba kabla hujaingia Januari. Ndio maana unashangaa kama kuna vitu haviendi, kwa sababu hivyo vitu ulitakiwa uvipange na uviandae mwezi wa 12 kabla haujapiga hatua ya kuingia mwezi wa kwanza. Kuna vitu lazima uvishughulikie. Mara kadhaa nimekuwa nikikuonyesha kitabu cha Hesabu, na natamani tupite tena leo kitabu cha Hesabu sura ya 13. By the way, mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Tuko hapa kwa ajili ya kutengeneza, lakini zaidi sana kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uko mahali sahihi kabisa. Uko mahali sahihi. Ninachotamani niendelee kukuonyesha ni kwamba kuna maisha ambayo unatakiwa kuyaishi mwezi wa 12. Kila mwezi una mfumo wake wa maisha. Kwa hiyo huu mwezi tuliopo pia una mfumo wake wa maisha. Ukishindwa kuelewa mbinu ama namna ya kuishi ndani ya huu mwezi, utajikuta unachelewa sana kufanikiwa kwenye mwaka wako. Wewe unaweza tu ukajiuliza mwenyewe, kwa nini miaka yote haufanikiwi? Sio kwamba haupangi mipango, unapanga mipango vizuri kabisa, lakini kwa nini hautoboi? Kwa nini mipango haitimii au inatimia michache? Kwa sababu umeshindwa kudili na Disemba. Disemba ndo inatengeneza mwaka. Watu wa Mungu nisikilize. Ndio maana adui amekuwa akikamata watu wengi sana kwenye maisha ya Disemba. Anakusahaulisha kabisa, kwa sababu kwanza una likizo, huenda pia una marupurupu, labda umepewa na ofisi yako, hauendi kazini, una muda wako tu na marafiki na nyumbani tu upo. Adui amekuwa akicheza na watu wengi kwenye hili eneo. Anawapumbaza kabisa, akili zao zinakuwa hazipo. Wanajikuta matumizi ya fedha yanakuwa ni mabaya, matumizi ya muda yanakuwa ni mabaya, kwa sababu wamejisahau. Na unashindwa kuelewa vile ambavyo unaishi Disemba ndio itareflect maisha yako ya mwaka mpya ambao unatarajia kuupokea. Mimi nasikitika sana wale watu ambao bado mpaka saa hii wanachukulia Disemba kawaida. Wajiandae kwa changamoto za 2016. Wajiandae. Na mimi sio kwamba ni nabii ama niko hapa kwa ajili ya kueleza unabii huu, hapana. Hiki ni kitu ambacho hata akihitaji unabii, hata akihitaji roho ya unabii. Maisha yako ya Disemba ndo yanadetermine maisha yako ya mwaka mpya. Kwa hiyo ukawaida ambao unauonyesha ndani ya Disemba hii ya kwamba you are free tu sasa hivi, kwa sababu haufanyi kazi yoyote, una hang out tu na marafiki, unazunguka tu. Sijasema ni vibaya kuzunguka, unatumia tu hela vibaya, sijasema ni vibaya kutumia hela, lakini jaribu kuangalia matumizi yako ya muda na fedha. Jaribu kuangalia matumizi yako, narudia, ya muda na fedha. Matumizi yako ya muda na fedha. Muda na fedha ni vitu ambavyo vinaambatana na vinaweza vikaleta maisha yako yakawa bora ama vikafanya maisha yako yakawa mabaya zaidi. Namna gani unaishi kwa mwezi wa 12? Picha gani ambayo unaiona mwezi wa 12 kwa kesho yako ambayo ni 2026? Sasa hivi tuko mwezi wa 12. Unaona nini kwa mwakani? Kama bado hauoni kitu, manake kuna tatizo. Kuna kitu unatakiwa ukione mapema, na kuna kitu ambacho kinatakiwa kitokee kwako. Ndio maana natamani pia kukuombea. Roho Mtakatifu anipe muda. Natamani pia kukuombea kwa sababu kuna kitu ambacho kinatakiwa kizaliwe kwako Disemba hii, ambacho ndo kitakuonyesha picha halisi ya mwaka unaouendea. Sijui kama unanielewa. Okay. Maandiko haya yatakusaidia, na nimekuwa nikikueleza haya maandiko mara kwa mara, lakini yatakusaidia. Ni kwa habari ya wale wapelelezi 12 ambao walitumwa kwenda kupeleleza mahali ambapo walikuwa ndo wanaelekea, kwenye nchi ya ahadi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwenye nchi ya ahadi kuna vitu ambavyo walivifanya hawa wapelelezi. Unatakiwa kulielewa hili. Walivyotumwa na Musa kwenda kupeleleza, na moja kati ya hawa wapelelezi ilikuwa ni wapelelezi 12 ambao walikuwa wanawakilisha kabila 12 za wana wa Israeli. Lakini kati ya watu ambao naweza nikapata muda wa kuelezea sasa na kwenye ibada zinazofuata ni kwa habari ya Joshua. Joshua ni mmoja kati ya wapelelezi ambao walitumwa na Musa kwenda kupeleleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alirudi na taarifa yake nyingine. Alirudi na maelezo yake mwingine. Walikuwa ni wawili, Joshua pamoja na mwenzake anaitwa Caleb. Walirudi na taarifa zingine ambazo zilikuwa ni tofauti.
kabisa na zile taarifa za watu 10 ambao na wenyewe walienda kupeleleza. Lakini ninachotaka ni kuonyeshe ni kwamba natamani tuangalie kwenye mstari wa haya ni mazungumzo ya Disemba. Kwa hiyo natamani nipate muda wa kuzungumza na wewe. Biblia inasema watu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo natamani sana nikupe maarifa, na uhakika haya maarifa yatakusaidia. Lakini unaweza kuwa unatamani kuwasiliana na sisi madhabahuni. Namba ya msaada wa kiroho ni 0758 708804, 0758 708804. Ulimwenguni kote tunakuhudumia ni kwa njia ya mtandao, unaelewa? Kwa hiyo tunaweza tukakufikia kabisa kwa njia ya mawasiliano, kama ni kukuombea ama ni kukupa ushauri. Kuna mahali umekwama, unatamani neno la madhabahu, unatamani maombi ya madhabahuni yaweze kukuvusha mahali, tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. So usisite kuwasiliana na sisi. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri. Hesabu 13, kitabu cha Hesabu sura ya 13. Natamani tuanze mstari wa, twende tu kwa ajili ya kuokoa muda. Wewe ukipata muda tafadhali soma tu mstari wote, sura yote ya 13. Lakini kwa sababu ya kuokoa muda hapa, naomba labda nikupeleke haraka haraka kuanzia mstari wa 17. Neno la Mungu linasema Musa akawapeleka ili wapeleleze nchi ya Kanani, wale wapelelezi 12. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, mkapande milimani, mkaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari ama ni dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanayoikaa kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome, nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ya njaa, kwamba ina misitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu, mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Naomba kwanza tuishie hapo kabla sijaendelea mbele. Mstari wa 17 mpaka wa 20. Musa amewapa maelekezo, na ni kitu ambacho natamani nikuonyeshe sasa hivi na nikuonyeshe kwenye ibada inayofuata kwa habari ya maisha ya Disemba kwako yanatakiwa yaweje. Kuna vitu viwili ambavyo unatakiwa kuvizingatia. Unatakiwa uishi maisha ya aina mbili Disemba hii. Maisha ya aina mbili ndio kitu ambacho alikifanya Musa kwa kuwaelekeza hawa wapelelezi. Amewaambia wakaitazame nchi wanayoiendea kabla hawajafika. Wanatamani kuipata picha ya hiyo nchi wanayoiendea kabla hawajaifikia. Wakatuma watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati mwingine unaweza ukawa unatamani kuiona 2026 kabla haujaifikia. Utaionaje? Kuna namna gani unaweza ukaitumia, ama kuna mbinu gani ambayo unaweza ukaitumia ili kuona mwaka kabla ya kuufikia mwaka? Macho yako yanawezaje yakaona mwaka mpya kabla ya kuufikia mwaka mpya? Macho yako yanaweza yakatazama vipi mwaka 2026 kabla haujaufikia mwaka 2026? Ndio kitu Musa akafanya kwa wanafunzi hawa, kwa wapelelezi hawa. Akawaambia, nendeni mkapeleleze nchi, mkatupeleleze watu wake ni wa aina gani, nchi ni aina gani, ina vitu gani. Ni mara ngapi unatamani kujua mwaka 2026 umebeba nini cha kwako? Ni mara ngapi unatamani kujua? Kwa sababu wana wa Israeli pamoja na Musa na hawa wapelelezi walikuwa wanatamani kujua Kanani imebeba nini cha kwao, pamoja na kwamba Mungu alishawaahidi ya kwamba ndo wanaenda kumiliki hiyo nchi, lakini walitamani kujua ya kwamba wana nini cha kwao ndani ya huo ilo eneo, ama ndani ya hiyo nchi ya ahadi, wana nini cha kwao. Na ni swali ambalo hata wewe mwenyewe unaweza ukajiuliza, 2026 ina nini cha kwako? Kwa sababu kutokujua una nini cha kwako kwenye 2025 ndo maana ukawa na maisha ya mahangaiko, ndo maana ukawa na maisha ya mashaka, ndo maana umeenenda kwa kupapasa sana kuanzia Januari mpaka leo, kwa sababu ulishindwa kuusoma mwaka na ukashindwa kuelewa 2025 ina nini cha kwako. Acha tu kuangalia kwa wingi, kwa upana, in general. Hapana, angalia binafsi. Kama Mungu anakupa mwaka, unatakiwa uelewe kwamba kuna portion yako ndani ya huo mwaka. Kama Mungu amekuruhusu uingie kwenye siku mpya, uamke asubuhi, manake kuna fungu lako kwenye hiyo siku. Ingekuwa hakuna fungu lako, Mungu asingekupa nafasi ya kuamka, manake ungekuwa umemaliza safari yako. Ukiona Mungu anakupa mwezi mwingine, manake kuna fungu lako kwenye huo mwezi. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Haya ni mazungumzo ya Disemba. Ni mazungumzo ya Disemba. Mimi natamani nizungumze na wewe, nikuweke vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nikuonyeshe namna unavyotakiwa kuishi kwenye hii Disemba. Ukiona Mungu anakupa mwaka, anakujalia mwaka, manake ameshaandaa mafanikio yako ndani ya huo mwaka. Ukiona haujafanikiwa kwenye huo mwaka, tatizo sio Mungu, tatizo ni wewe. Ukiona haujapata faida kwenye huo mwaka, tatizo sio mbingu, tatizo ni wewe. Kwa sababu Mungu anapokukabidhi mwaka 2025 huu hapa, manake anakupa na njia zitakazo kusaidia kufanikiwa. Mungu anapokukabidhi 2025 hii hapa, manake anaweka na fungu lake la mafanikio yako. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Manake 2026 nayo kuja, una fungu lako.
Na sio kwamba wengine ndo wana mafungu yao, we hauna. Hapana, kila mtu ana fungu lake. Mimi nina fungu langu 2026 na wewe una fungu lako. Lakini wanaoangamizwa ni wale ambao wamekosa kuyajua maarifa. Unaweza ukawa hauelewi kwa habari ya maarifa ya namna ya kulijua fungu lako na namna ya kulitumia. Ndio maana unaishi maisha ya kuhangaika sana. Si kwamba Mungu amekusahau. Wengi mnalalamika, mnasema Mungu ametusahau, Mungu yuko mbali na mimi, Mungu anawawaza watu wengine, Mungu hayajibu maombi yangu. No, sio swala la kujibiwa kwa maombi yako. Mungu ameshakupa maelekezo kwa habari ya mwaka mpya. Ni mwaka umebeba nini cha kwako, nenda kwenye hicho cha kwako, go for it, nenda kwenye hicho cha kwako. Sio swala okay, labda nikusaidie kitu hivi. Una haja gani ya kuanza kupiga, sijasema kuomba ni vibaya, usininukuu vibaya. Una haja gani ya kupiga magoti kuanza kuomba kwa habari ya chakula, wakati kuna mtu wa delivery anagonga mlango wako, amebeba chakula anakuletea? Hivi unatakiwa upige magoti kuomba, ama unatakiwa uende ukafungue mlango upokee chakula? Sio kwamba kuomba ni vibaya. Elewa ninachokizungumza hapa. Elewa ninachokizungumza. Unahitaji chakula. Bwana Yesu asifiwe. Una njaa, unahitaji chakula. Ni sahihi mtu wa delivery ambaye anasambaza chakula yupo mlangoni kwako, anagonga hodi, anabisha hodi, amebeba chakula. Nini kifanyike? Kupiga magoti kuomba, ama kupiga hatua kwenda kuchukua chakula? Just go for it. Watu wengi sana, kuna maneno yamekuwa yakitoka madhabahuni, matamko ya madhabahuni, maneno ya kutembea nayo kwa mwaka mzima, lakini ni wangapi wamekuwa wana go for it? Ni wangapi wamekuwa wanalichukua lile neno na kulifanyia kazi? Na wangapi wamekuwa wanapiga magoti, wanalalamika, wanamlalamikia Mungu? Na jaribu kuangalia, unamlalamikia Mungu kwa kitu gani, wakati ahadi ya Mungu imeshadhihirika, iko mbele yako? Unajua, baada ya kuomba chukua hatua. Wengi wanaishia kwenye kuomba tu, wanabaki kwenye kuomba tu. Sio kwamba kuomba ni vibaya, lakini wanabaki kwenye kuomba tu. Nisikilize nikwambie, imani pasipo matendo imekufa. Unaweza ukawa na imani kubwa sana ya maombi na ukawa na imani nzuri sana ya kuomba, lakini what about action? Ni lini utachukua hatua ya kile unachokiombea? Unaendelea tu kuomba kwa habari ya kupata kazi. Lini unatoka kwenye mlango wako na kwenda kuapply kazi? Unaomba tu kwa habari ya kuanzisha biashara. Lini utaenda kwenye viwanja vya biashara uanze kuangalia eneo lako? Unaomba tu kwa habari ya kupata eneo la kujenga. Lini utakuwa na namba za madalali waanze kukuonyesha maeneo, waanze kukuonyesha maeneo? Lini utabaki umejifungia ndani na hauchukui hatua? Wengi sana mnaomba kwa habari ya mwaka, lakini hauchukui hatua kwa habari ya ile ahadi ambayo Mungu ameweka kwenye maisha yako. Ni mazungumzo ya Disemba. Elewa ninachokizungumza. Mimi nakupenda, ndio maana nakueleza haya mambo. Nakupenda sana, nakueleza hivi vitu. Huenda miaka yako mingi sana umekuwa ni mtu wa kawaida. Huenda miaka yako mingi sana umekuwa ni yule haubadiliki. Umefananishwa na wana wa Israeli kwenye ile milima, kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2, namna ambavyo walikuwa wanazunguka ile milima kwa siku nyingi, na wanashindwa kuelewa ya kwamba wapo kwenye mzunguko ule. Ndio maana wanakutana na matukio yale, wanakutana na mazingira yale. Na hii haina tofauti kabisa na maisha yako. Listen to me. Haina tofauti kabisa na maisha yako. Uko vile kama namna ambavyo wana wa Israeli walikuwa. 2020 maisha yako yakawa yale. 21 yakawa yale. 22 yakawa yale. 23 yakawa yale. Kama ni mabadiliko ni madogo sana. 2024 maisha yako ni yale. Unaongezeka tu umri, lakini mabadiliko kwenye maisha yako hayaonekani. Kwa nini? Kwa sababu umeshindwa ku go for it. Umeshindwa kutembea na neno. Umeshindwa kujua namna ya kutumia neno linaloachiliwa kwa mwaka, na umeshindwa kutambua maisha na mbinu ya maisha unayotakiwa kuyaishi Disemba. Na ndio maana watu wengi sana Disemba mmekuwa mnazichukulia poa. Mnadhani Disemba ndo ya kuspend money, ya kutumia tu fedha. Mnadhani Disemba ndo ya kutumia muda vibaya. Disemba ndo ya Netflix. Disemba ndo ya mitandao. Disemba labda ndo ya movie, ndo ya tamthilia. Yani mnaona Disemba ndo ya mapumziko kwenye kila kitu. Shetani amekukamata hapo. Shetani amekukamata. Na wale wanaotumia Disemba vibaya ndo wale wanaolalamika Januari. Na kueleza ukweli, wanaotumia Disemba vibaya ndo hao ambao huwa wanalalamika Januari. Nenda kawaangalia watu. Ukiona kuna mtu analalamika Januari, muulize Disemba yako ilikuwaje? Kwa sababu sijakataa kupumzika Disemba, sijakataa uwe na mapumziko ya Disemba, lakini jitahidi kunielewa ninachokizungumza. Jitahidi kunielewa. Usisahau wakati unapumzika ya kwamba Disemba yako pia ndo inabeba mwaka wako mpya unaokuja. Kwa hiyo mikakati yote ya mwaka mpya inatengenezwa na inasukwa Disemba. Mikakati yako ya 2026 inatengenezwa kwenye hii Disemba. Sasa wewe endelea tu na maisha yako ya kawaida, alafu unasubiri Januari ndo uanze kupanga mikakati.
unapangaje mikakati Januari ili uanze kuishi lini? Februari au Machi? Mikakati inapangwa Disemba. Kuna watu tumeshajua mwaka 2026 tunaukamilishaje tukiwa Disemba. Ninajua kabisa Januari nitakuwa na hichi, Februari nitakuwa na hichi, mwezi wa 6 nina hichi, Disemba nina hiki. Yani miezi yote ya 2026 tayari nimeshaikamilisha. Ipo kwenye ukuta wangu. Nimeshakamilisha mwaka mzima. Manake ninajua namna ya kutembea kwenye huu mwaka kabla sijaingia kwenye huu mwaka. Na ndo kitu ambacho Musa aliwasaidia wana wa Israeli, na akawatuma wale wapelelezi, akawaambia, hey, nendeni nyie 12, nendeni mkatuwakilishe, nendeni mkatazame ile nchi tunayoiendea. Nisikilize nikwambie, katika imani unatakiwa uone mwaka wako namna utakavyokuwa kabla haujauingia. Sijui kama unanielewa ninachokizungumza. Haya ni mazungumzo ya Disemba, na ni mazungumzo ya mimi na wewe, kwa sababu natamani kuna vitu tuviweke sawa. Kuna vitu natamani vikae sawa. Kuna vitu kwenye maisha yako sitamani viendelee kwa mwaka mwingine. Umekuwa ni mtu ambaye unatembea kwa kubahatisha sana. Umekuwa ni mtu unayetembea hauna uhakika na kesho yako. Yani sasa hivi tunavyozungumza hauna uhakika na Januari yako itakuwaje. Kuna mtu yuko hivyo. Na ukikosa tu uhakika wa Januari, manake hauwezi kuwa na uhakika wa miezi inayoendelea. Na ukosefu wa uhakika wa Januari unatokana na maisha ya kizembe ulioyaishi Disemba. Hata sikufokei na kueleza vitu vya kweli. Maisha yako ya kawaida unayoyaishi Disemba ndo yanakufanya Januari yako iwe ya kawaida. Na Januari yako ikiwa ya kawaida, manake hautakuwa na uhakika na miezi mingine baada ya Januari. Na ukisha kosa uhakika wa miezi mingine, manake huo mwaka tayari umeupoteza hata kabla haujauingia. Ni wangapi sasa hivi ninavyozungumza wameshaupoteza huu mwaka 2026 hata kabla haujauingia, lakini tumaini limeshapotea. Hauoni kama utafanikiwa, hauoni kama utashinda, hauoni kama utaendelea vyema, hauoni kama utapata fungu lako, hauoni kama utauona uaminifu wa Mungu. Hauoni. Ni watu wangapi wamefika kwenye haya mazingira? Ni wengi sana. Musa akawaambia wapelelezi, mkatuambie nini mtakiona kule, alafu mrudi ili tuanze kwenda wote. Lakini lazima mtuletee taarifa, na si tu taarifa ya kawaida mtakayotuletea. No, ni lazima taarifa yenye vitu vinavyoshikika. Lazima iwe taarifa yenye mambo yanayoshikika. Msilete tu maneno peke yake. Na ndo maana kuanzia mstari wa 21 unaweza ukasoma na mimi hapa kitabu cha Hesabu 13 kuanzia mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: basi wakapanda, yani wale wapelelezi. Anasema basi wakapanda wakaipeleleza nchi toka jangwa la Sini hata Rehobu mpaka kuingia Hamathi. Wakapanda katika Negebu wakafika Hebroni na Haimani na Sheshai na Talmai na wana wa Akani waliokuwako huko. Nao Hebroni ulijengwa miaka 7 kabla ya Soani wa Misri. Mstari wa 23 wakafika bonde la Eshkoli, na huko wakakata tawi lenye kishada, na ni kishada kimoja cha zabibu, wakalichukua kwa mti kati ya watu wawili, kwa sababu ilikuwa ni kishada kikubwa sana. Yani ilikuwa ni matunda, ni eneo ambalo lilikuwa limebarikiwa sana, lilikuwa lina matunda, yani limesheheni, na ni matunda makubwa mazuri. Imagine kishada cha zabibu kikabebwa na watu wawili. Lakini hawakuishia tu hapo, walibeba makomamanga, wakabeba na tini. Okay, natamani nizungumze hivi vitu vitatu: zabibu, makomamanga na tini. Kwa nini wale wapelelezi walibebe hivi vitu na kuvipeleka kwa wana wa Israeli? Kwa nini walifanya hivyo? Kwa sababu walikuwa wanawatengenezea picha kwenye akili zao ya kwamba tunapoenda pako hivi, tunapoenda tusiende kama vipofu, tunapoenda tusiende kama watu ambao wamefungwa macho. Mahali tunapoenda pana hivi vitu, kuna vingine vingi zaidi, lakini hivi ni viwakilishi. Kuna makomamanga mazuri haya hapa, kuna tini nzuri hizi hapa, lakini kuna zabibu nzuri hizi hapa. Kuna hivi vitu mahali tunapoenda. Hizi picha walitengenezewa kwenye mindset zao, kwenye akili zao, ili wanapopiga hatua kuelekea Kanani wao wanajua wanaenda kwenye nchi yenye nini. Kwa sababu wakati bado wako Misri, nisikilize nikwambie kitu, wakati bado wako Misri, na maelezo ambayo Mungu alikuwa anamueleza Musa ni kwamba nawapeleka kwenye nchi yenye maziwa na asali, nchi yenye unono, nchi yenye kila kitu. Walikuwa tu ni maneno, wanapewa maneno. Na ndo maana mara kadhaa mimi hata siwalaumu. Wakati mwingine mara kadhaa walikuwa wanakata tamaa njiani, kwa sababu walikuwa hawana uhakika na wanapoenda. Walikuwa wana uhakika na kule walipotoka, ya kwamba walikuwa wanapewa nyama, wanakula vitu pamoja na kwamba wanatumikishwa kama watumwa, lakini walikuwa wanakula. Ndo maana walikuwa wanatamani kurudi. Sometimes wanasema, Musa, turudishe Misri bwana, turudishe Misri. Kwa nini walikuwa wanasema hivyo? Kwa sababu walikuwa na uhakika na kule walipotoka na hawakuwa na uhakika na kule wanapoenda. Ndo maana kitu ambacho Mungu alimsaidia Musa, alimwambia tu ya kwamba hey,
unapowatuma wao wapelelezi, hakikisha wanafanya hiki na hiki na hiki. Ndio maana hii picha ambayo wapelelezi 12 walileta, walikuja kuwaonyesha kwamba tunapoenda pana hivi vitu. Kwa hiyo tusiende kama vipofu, tusiende kama watu wanaopapasa papasa, tusiingie mwaka kama vipofu. Januari bado hauelewi nini unatakiwa kufanya. Mwezi wa pili hauelewi nini unatakiwa kufanya. Unaingia mpaka mwezi wa 3 bado haujui ni biashara gani unatakiwa kufanya ama ni kazi gani unatakiwa kufanya. Unaenda mwezi wa 4 hauna uhakika na mahusiano yako. Mwezi wa 5 kuna vitu bado hauvielewi, haujui ni kozi gani ambayo utaisoma kwenye chuo. Bado unaishi kwa kupapasa papasa. Wale wapelelezi wakaja na zabibu, wakaja na komamanga, wakaja na tini, kwa sababu ya kuwaonyesha kwa macho ya kwamba tunapoenda kwenye ile nchi ambayo Mungu ametuahidia kuna hivi vitu, kuna hivi vitu. Kwa tusiende kama watu wasio na uelewa, tuende kama watu wenye uelewa. Ndio maana kuanzia pale hakuna Mwisraeli yoyote aliyekata tamaa na kutamani kurudi Misri. Kwa nini? Kwa sababu kuna picha alishaiona. Wewe ulichokimisi, mtu wa Mungu, umemisi picha. Umekosa tu picha ya 2026. Ndio maana mpaka sasa hivi bado una mashaka na mwaka ambao unautazamia kuupokea. Ndio maana mpaka sasa hivi bado una mashaka, kwa sababu umeikosa picha. Umekosa kuelewa 2026 imebeba nini cha kwako. Umeshindwa kuelewa 2026 ina posheni gani kwa ajili yako. Ndio maana bado una mashaka. Una mashaka. Utaingia Januari una mashaka, utaenda mwezi wa pili una mashaka, mwezi wa 3 una mashaka, unajikuta mpaka nusu ya mwaka bado una mashaka na haujui ni nini unatakiwa kufanya. Nisikilize nikwambie, tumia Disemba yako vizuri kwa ajili ya mwaka mpya wenye matokeo. Tumia Disemba yako vizuri kwa ajili ya mwaka mpya wenye matokeo. Mwenye sikio na anisikilize. Kama mimi ni kiongozi wako hapa, ninakupa haya mashauri. Mtu wa Mungu nisikilize. Usiichukulie poa Disemba yako. Kama ni kuomba, omba vizuri Disemba. Kama ni kufunga, funga vizuri Disemba. Kama ni kuhitaji ukaribu na Mungu, tengeneza ukaribu wa kutosha Disemba hii, kwa sababu kuna matokeo unatakiwa kuyaona Disemba kabla mwaka hujapinduka. Nisikilize nikwambie, kabla haujaipokea Januari, kuna vitu lazima vionekane kwenye maisha yako Disemba, ambavyo ndo vitakupa picha ya kwamba unapoelekea pana hiki. Listen to me. Kuna watu mnaotakiwa kupona hii Disemba. Kuna watu mnatakiwa kupata uponyaji hii Disemba, ili Mungu akuonyeshe picha ya kwamba mwaka mpya ni mwaka wa uponyaji. Kuna watu mnatakiwa muanze kupata pesa, muanze kushika fedha ambazo hata hamjawahi kuzishika Disemba hii, ili Mungu akuonyeshe ya kwamba mwaka unaokuja ni mwaka wa kutajirishwa. Kuna mtu ambaye anatakiwa aanze kupata connection za kueleweka Disemba hii, ili Mungu tu akuonyeshe ya kwamba mwaka unaokuja ni mwaka ambao anakukutanisha na watu sahihi. Nisikilize ninachokwambia. Huu mwezi Disemba sio mwezi wa kuchukulia poa. Ni mwezi ambao unatakiwa ukae vizuri kiroho, kwa sababu ni mwezi wa kiroho uliobeba mambo ya kiroho ambayo yanatakiwa yathibitike kimwili na ya kuonyeshe kwa habari ya mwaka unaokuja umebeba nini cha kwako. 2026 ina nini cha kwako. 2026 ina nini cha kwako. Lazima uelewe hili. Usiseme tu ni mwaka wa kila mtu. No. Mwaka wako sio mwaka wangu. Hata kama wote tunaingia 2026, mwaka wa kwako sio mwaka wangu. Ndio maana nitakavyofanikiwa mimi ni tofauti na utakavyofanikiwa wewe, kwa sababu mimi nina fungu langu na wewe una fungu lako. You have to personalize your mwaka, your year. Bwana Yesu asifiwe. Personalize, ufanye uwe mwaka wa kwako. Unapoingia, imagine unaingia kwenye mwaka wa kwako. Acha kuwaza mwingine ana nini, mwingine ana nini, mwingine anapata nini. Waza kwa habari ya wewe unapata nini kwenye huo mwaka. Wewe unapata nini kwenye huo mwaka. 0758708804. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Natamani ibada inayofuata niendelee zaidi kukueleza vitu vingi. Nimekueleza kwa habari ya haya matunda ambayo wapelelezi wameleta. Kwenye ibada inayofuata, kwenye mazungumzo yetu ya Disemba, natamani nikuonyeshe habari pia ambayo walioileta. Natamani nikuonyeshe hiki kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wale 10 walileta habari yao tofauti, na wale 2 Caleb na Joshua na wenyewe walikuwa na habari yao nyingine tofauti. Matunda walileta wote, lakini habari zikawa tofauti. Kwa nini? Ndo hapo sasa inabidi uchekeche vizuri. Na niko hapa kwa ajili ya kukusaidia tu, mtu wa Mungu. Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Wakati mwingine unaweza ukadhani umechelewa. Mimi nakueleza tu ukweli. Kuna vitu haujavipata kuanzia Januari, lakini Disemba hii vinaweza vikapatikana kwenye maisha yako. Hauna sababu ya kukata tamaa kwa sababu ni Disemba. Hauna sababu ya kukata tamaa kwa sababu ni mwisho wa mwaka. Anything can happen at any time. Maana yake lolote linaweza likatokea wakati wowote. Ulichokitegemea Januari, Februari, mwezi wa 3, wa 6, wa 9, wa 11 huenda akijatokea, lakini mwezi wa 12 lolote linaweza likatokea. So usikate tamaa. Lakini kwenye ibada zinazoendelea nitaendelea kukuonyesha ya kwamba unatakiwa uwe na maisha ya aina gani ndani ya hii Disemba. Unatakiwa uwe na maisha ya aina gani ndani ya huu mwezi wa 12, na Mungu wa mbinguni akusaidie.
Nakupenda na Mungu anakupenda zaidi. Tukutane kwenye ibada zetu za saa 6 kamili za usiku kupitia YouTube channel ya Siri za Biblia. Shalom kwa sasa. Anza na mimi, anza na mimi, anza na mimi, Yesu. Oh, akili yangu imefika mwisho. Anza na mimi, Bwana. Anza na mimi, anza na mimi, anza na mimi, Yesu. Oh, akili yangu imefika mwisho. Anza na mimi, Bwana. Matatizo kila kukicha, hofu ya kifo nayo imetanda. Sitaweza bila ya wewe, Yesu. Anza nami, niondole mateso kwa